Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, akatokwa na usingizi. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo nimekuja na habari ya kutafasiri ndoto, na nimeanza na neno hilo linalohusu ndoto ya mfalme Nebukadneza ambayo aliota ndoto na akatokwa na usingizi. Lakini kabla sijaendelea, katika Biblia tunaona watu mbalimbali waliota ndoto na ndoto zao zilikuwa zina maana kubwa sana. Tunamwona Danieli anakwenda kutafsiri ndoto ya Nebukadneza, lakini Farao pia aliota ndoto iliyokuwa na umuhimu mkubwa sana. Lakini tunamwona pia Yusufu aliota ndoto ambayo ilikuja kuleta matokeo makubwa sana. Kwa hiyo Biblia yenyewe inatuonesha ndoto inaweza kuwa na ujumbe wa muhimu sana katika maisha ya muotaji ama kwa maisha yanayohusu taifa zima. Kwa hiyo ndoto inaweza kuwa na maana kubwa sana, ingawaje sio ndoto zote zinaweza kuwa na maana. Lakini mimi nakuja kukuletea ujumbe ambao unahusiana na zile ndoto ambazo zina maana sana katika maisha ya mwanadamu. Sasa leo, baada ya tumeona Farao aliota ndoto, Yusufu aliota ndoto, Nebukadneza aliota ndoto, na wewe pia inawezekana unaota ndoto. Na nipo hapa kwa ajili ya zile ndoto za muhimu. Kama nilivyosema, ziko ndoto zingine ambazo wala sio za muhimu. Nitakupa njia ya kuelewa kwa urahisi sana ndoto za muhimu. Ndoto nyingi za umuhimu, cha kwanza, sifa yake zina tabia ya kujirudia mara 2, mara 3, mara 4. Hiyo sio ndoto ya kawaida. Lakini ndoto nyingi ambazo zina umuhimu zinakusababisha wewe unaweza usingizi ukakuisha, au ukaamka ukapata furaha, ama ukaamka ukapata huzuni. Ukishaona ndoto ya namna hiyo, hiyo ndoto ni muhimu sana kwako. Usipuuze. Inaweza ikakuletea majuto makubwa sana kwenye maisha yako kwa sababu tu ya kupuuzia ndoto. Lakini cha mwisho ni kuambie tu, ndoto ni mlango wa muhimu sana ambao Mungu wa mbinguni anautumia kwa wanadamu kusema nao. Usipuuze ndoto. Nafahamu kuna watu wanadharau ndoto. Nafahamu kuna watu wanatupa habari za mhubiri kwamba ndoto ni ubatili mtupu. Ni kweli, zipo ndoto ambazo ni ubatili. Lakini ninakuambia kama mtumishi, ndoto nyingi unazoota sio ubatili. Ni ndoto ambazo zina maana sana. 70% ya ndoto unazoota ni zina maana. 30% tu ndio zinaweza kuwa ndoto ambazo hazina maana. Itategemea na hali yako ya kiroho. Mimi kwa hali yangu ya utumishi, ni ngumu sana kuota ndoto isiyokuwa na maana, kulingana na maisha ambayo Mungu amenishape nayo yaishi. Ni ngumu sana kukuta naota ndoto ambayo haina maana. Kwa pia wakati mwingine ndoto zisizo na maana zinatokana na maisha yako unayoishi. Lakini yote kwa yote, ndoto ni muhimu. Usipuuzie ndoto. Ni heri ukaomba msaada kwenye ndoto, alafu mtu akakwambia ndoto hiyo ni ya kawaida, unaweza ukaipuuzia, kuliko wewe ukaipuuzia ndoto alafu ikawa ndio ndoto ambayo imebeba hatima ya maisha yako. Leo nataka nizungumze kwa habari ya ndoto ya wale wanaoota wapo kijijini. Wewe hauishi kijijini, unaishi mjini. Tena kijijini umetoka muda mrefu sana, miaka mingi sana. Lakini ndoto ya kuota upo kijijini, unaota mara kwa mara, inajirudia rudia. Yaani kila baada ya muda fulani unaota upo kijijini. Hiyo sio ndoto ya kawaida ndugu yangu, wala sio ndoto ya kupuuzia.
na leo nimetaka nikutafsirie ndoto hiyo tu, ama nikupe maana ya kuota upo kijijini. Kabla sijakupa maana ya ndoto ya kuota upo kijijini, nitakuelewesha kuhusu ndoto. Ndoto moja wanaweza kuota watu wawili ndoto inayofanana, lakini ikawa na tafsiri tofauti. Kwa hiyo ndoto inategemea na hali yako ya kiroho ipoje, hali yako ya maisha ipoje, ndipo tunapoweza kuipata tafsiri halisi ya ndoto. Kwa hiyo ukiota upo kijijini, mara nyingi unaota upo kijijini kwenu, ndoto hii ina maana kuu ya kwamba, hii ni maana kubwa kabisa, hapo kijijini kuna jambo ambalo linakuhusu lipo hapo. Jambo la aina gani itategemea na maelezo marefu ya ndoto yako na muotaji, lakini lipo jambo ambalo linakuhusu hapo kijijini. Kwa mfano, kuna madhabahu hapo kijijini wanatambika, basi ujue jina lako linatajwa hapo kijijini. Kuna miungu ya familia, basi ujue hapo kijijini unatambulikana kwamba upo, yaani alama yako hapo ipo. Kuna uwepo wako unaokuhusu rohoni, upo hapo. Haijalishi hata kama ni mtumishi wa Mungu, hata kama umeshika sana dini, ukiota kijijini ndoto inajirudia rudia, upo kijijini, haijalishi unafanya nini hapo kijijini, ili mradi ndipo kijijini ulipozaliwa ama wazazi wako walipozaliwa, unaota mara kwa mara kwamba hilo eneo unaliona ama upo maeneo hayo, hapo kuna jambo ambalo unapaswa kulishughulikia. Yaani kuna jambo linaloendelea maeneo hayo, kuna jambo linalofanyika maeneo hayo, kuna jambo ambalo linaendelea katika eneo hilo ambalo linakuhusu moja kwa moja. Sasa wakati jambo lile linaendelea, mimi sijui, la kukurudisha nyuma, la kukufanya unahudhuria matambiko pasipo wewe kujua, sadaka za kifamilia zinatolewa pasipo wewe kujua, lakini wewe elewa kwamba hapo kijijini lipo jambo linakuhusu. Yawezekana kuna vitu vyako vipo hapo, yawezekana kuna baadhi ya mambo yamefanyika, vimefukiwa vitu, vimefichwa vitu mahali hapo. Kuna hatima yako inawezekana ipo hapo kijijini, ndio ngome ya kitu chako kilipo. Manake nafsi inatambua kwamba hapo kuna kitu kinachonihusu, wewe ndiye hautambui. Sasa ulimwengu wa roho, ndoto inakwambia kwamba hapo kuna kitu. Hivyo nini cha kufanya? Shughulikia kuhusiana na swala hilo, shughulikia kuhusiana na tatizo hilo, usipuuze. Lipo jambo linafanyika mahali hapo, usipuuze mpendwa. Kuna watu wanapuuzia sana ndoto, lakini wengi wamepata matatizo mengi sana kwenye maisha kwa sababu tu ya kupuuzia ndoto. Kwa hivyo nimetaka nikufundisha kwa habari ya ndoto ya kuwa kijijini. Sasa kwa maelezo zaidi, haya mambo ni ngumu mimi kukutafsiria moja kwa moja kitu gani ambacho kinakusibu. Namba za simu ziko hapo, piga simu tuwasiliane, utueleze hiyo ndoto yako unayoota hapo kijijini, ulikuwa unaota unafanya nini, unaota katika mazingira gani, wewe hali yako kimaisha ipoje, kiroho ipoje. Ndipo hapo tutaweza kukusaidia kwa namna gani unaweza ukaliondoa tatizo lako. Na matatizo haya yanaondoka kwa maombi tu, wala sio kwa gharama. Ni kwa maombi tu matatizo haya yanaweza kuondoka. Kwa hivyo usije ukapuuza ndoto ya kujirudia rudia, hasa ndoto ya kuota upo kijijini. Drop your comment. Weka comment yako hapo chini. Kuna vitu vingine unaweza kuvieleza kwenye comment, sisi tukakusaidia tukukujibu kwenye comment, ama tukatengeneza somo kupitia comment yako. Kwa weka comment yako hapo, tutaweza kukusaidia. Wakati mwingine tunakuwa kutupata sio rahisi kulingana na shughuli zetu za kihuduma. Kwa hivyo kwenye comment pia tunaweza kukusaidia kukujibu ama kuandaa somo kupitia comment yako, ama kukuambia labda utembelee sehemu fulani, kwa sababu tuna mitandao ya kijamii, inawezekana hilo jambo lishafafanuliwa.
Kwa hivyo nitaka kukuambia kwa habari ya ndoto ya kujirudia rudia, hasa ndoto ya kuota upo kijijini. Shalom shalom. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia mitandao ya kijamii pia, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini tunayo channel ya WhatsApp inapatikana kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Share kwa wengine mafundisho haya. Yamkini yupo mtu anahitaji kufahamu jambo fulani, hajui pa kuanzia. Unapomtumia linki hii anaanza kuelewa. Lakini usisahau kusubscribe. Bonyeza kibatani hapo kwenye screen yako kimeandikwa subscribe. Itakusaidia pindi tunapokuwa tunaposti mafundisho, unakuwa wa kwanza ama unaona kwa haraka. Unakuwa unapata ile notification ya kwamba kuna kipindi kipya au kuna somo jipya limerushwa hapo mtandaoni kwako. Na Mungu atakubariki sana kwa moyo huu wa kuendelea kushare. Nikutakie majukumu mema. Ulikuwa na mimi Norbert Simon Mpunga, mtumishi wa Bwana. Hadi wakati mwingine. Bye bye.